Haleluya. Okay. Kwanza mstari wa kwanza anasema kitabu kile cha kwanza na alikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyouhusu ufalme wa Mungu. Labda niwaulize tu swali la kiuchokozi nijue kama mlinielewa. Kwa nini Yesu anawadhihirishia kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba yu hai, tena anawatokea muda wa siku 40? Why? Wapate kuamini. Kulikuwa kuna umuhimu gani wa mitume kuamini katika namna ya kwamba yani wasiwe na doubt yoyote kuhusiana na ufufuko wa Yesu? Kwa kuna umuhimu gani? Exactly. Hao ndio mashahidi wa mambo hayo. Sasa unaenda kuwa shahidi wakati wewe mwenyewe tu elimu inasheki. Huoni hilo ni tatizo? Unaona? Kwa bila shaka ndio maana Yesu aliweka msisitizo wake mkubwa kwao, si ndio? Wapate kuthibitika katika suala zima la kwamba Kristo yu hai, na baadaye tutakuja kuona wanaitwa mashahidi wa ufufuko wa Bwana Yesu. Unaona? Sasa unaitwa shahidi wa ufufuko alafu wewe mwenyewe elimu kuhusiana na ufufuko tu ni shida. Bwana asifiwe sana. Sawa, sasa tuendelee ule mstari wa 4, si ndio? Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ile ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Sasa njoni tu examine kidogo mstari huo wa 4 na wa 5. Angalia, hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ile ambao mlisikia habari zake wapi? Kwangu. Sasa twende tufungue pamoja na kitabu cha Luka. Tufungue pamoja na kitabu cha nani? Cha Luka. Ndiye Luka sura ya 24. Tazame maagizo hayo ambayo aliwapatia. Tukienda kwenye ile sura ya 24, angalia kwanza ule mstari wa 48, anawaambia nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Mambo yapi? Kristo alikufa na Kristo aliteswa, alikufa na siku ya tatu alifufuka, na mataifa yote wahubiriwe habari ya toba na ondoleo la dhambi kuanzia Yerusalemu. Mstari wa 48 anasema ninyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Kwa tunaona kwenye Injili ya Luka anamalizia maagizo yake kwa kuonyesha kwamba wanafunzi wamepewa agizo la kuhubiri, lakini wanatakiwa wasubiri mpaka wavikwe uwezo utokao juu. Wanatakiwa wasubiri mpaka wavikwe uwezo utokao juu. Kwa Yesu anasema kwamba nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Kwa nini Yesu anatumia ile neno ahadi ya Baba? Why? Na kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ameshatufafanulia. Ningeuliza swali, ahadi hiyo ni ahadi ipi? Lakini kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ameshafafanua kwenye ule mstari wa 5 ya kwamba amesema kwanza, mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Kwa mojawapo ya preaching ya Bwana Yesu ni kwamba wanafunzi watabatizwa katika Roho Mtakatifu. Mnaona? Wanafunzi watabatizwa katika Roho Mtakatifu. Kwa anawaambia kwamba wakae humo mjini mpaka watakapovikwa uweza utokao juu. Sasa swali langu dogo ni kwamba kwa nini imeitwa ahadi ya Baba? Why?
Mhm. 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 Okay. Ni Mungu mwenyewe ameiahidi, si ndiye? Kwa tunaona ya kwamba ukipita katika vitabu vya Torati ya Musa, Zaburi na manabii, tutaona Mungu akitoa ahadi ya Roho Mtakatifu kwa watu wote. Sasa Yesu anawaambia kwamba kaeni mjini humu hata mvikwe uweza utokao juu. Habari ile mlioisikia kwamba Yohana aliwabatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu anaonyesha kwamba wanafunzi watabatizwa in a special way. Unaona? Watabatizwa katika namna ya kipekee. Namna gani? Kwa Roho Mtakatifu. Na Yesu Kristo anasema hiyo ni ahadi ya Baba yake. Ahadi ya Baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona ya kwamba ahadi ni kitu ambacho unakuta kimetolewa, si ndiye? Kinasubiria wakati fulani kutimizwa, si ndiye? Yes. Kwa sasa utagundua kwamba wakati Yesu akiwa ulimwenguni, kwa mfano kuna kauli moja ambayo ipo kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 7, nafikiri wote mtaifahamu. Yesu Kristo anasema wote wenye kiu na waje kwangu wanywe, kama vile maandiko yanenavyo, mito ya maji yaliyo hai itatiririka kutoka wapi? Ndani yake. Alafu Yohana anafafanua, anasemaje? Na neno hilo alisema kwa habari ya Roho ambayo wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa kuwa Yesu alikuwa Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa bado. Unaona? Kwa Kristo anawaambia wanafunzi wake ahadi ya Baba yangu. Maana yake ni something ambacho kitatimizwa in a particular time. Ndiyo, katika wakati fulani. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa inangoja kutukuzwa kwa Yesu. Nenda sasa niwaulize swali tena la makini, nione kama mnakumbuka tulichojifunza kwenye kambi iliyopita. Kwa nini kumwagwa kwa Roho kulikuwa kuna ngoja kutukuzwa kwa Yesu? Tukizungumza kutukuzwa kwa Yesu hivi tunamaanisha nini? Hebu labda tuanzie mbali kidogo. Tukizungumza kutukuzwa kwa Yesu tunamaanisha kitu gani? Resurrection. Hiyo ni aspect mojawapo. Aspect nyingine ascensioning. Aspect nyingine enthronement, si ndiye? Kwa tuna resurrection, ascensioning and enthronement, si ndiye? Kufufuka, kupaa na kuketishwa, si ndiye? Kufufuka, kupaa, kuketishwa mkono wa kuume wa Mungu huko juu, si ndiye? Sasa kwa nini kumwagwa kwa Roho kulisubiri kwanza kuketishwa kwa Kristo? Why? Kwa nini kwa nini kumwagwa kwa Roho kulitaka au kulisubiri kwanza kuketishwa kwa Kristo, actually kutukuzwa kwa Kristo? Why? Kwa kuna umuhimu gani? Yaani kwa nini mpaka Kristo atukuzwe ndo Roho amwagwe? Kwa nini asingemwagwa?
kwa sababu sawa. Tena mi ningeshauri ya kwamba kabla ya Kristo kusulubiwa ndio ingekuwa wakati mzuri zaidi. Okay, ngoja niulize hivi, kwa nini katika Old Testament, katika Agano la Kale, tunaona Roho Mtakatifu alikuwa anamwagwa alikuwa ni kwa baadhi ya watu? Why? Aise, hatari. Hatari sana. Okay, bwana asifiwe sana. Sawa, kwao Yesu anawaambia wanafunzi ya kwamba kaeni mpaka mtakapopokea ile ahadi ya nani? Baba yangu. Maana yake Mungu alikwisha kuahidi kukimwaga kipawa cha Roho Mtakatifu, lakini ukiangalia ahadi ilivyokuwa imenenwa, ilinenwa kwamba itatimizwa katika siku za mwisho, si ndio? Itatimizwa katika siku za mwisho, na tunafahamu siku za mwisho ukisikia kwenye manabii siku za mwisho au siku ya mwisho, si ndio? Au siku ya Bwana, haimaanishi a day, si ndio? Haimaanishi siku kama siku, si ndio? Inamaanisha a period of time, kipindi fulani cha wakati, si ndio? Ambacho hicho kipindi cha wakati tunakifahamu kwa hakika kwamba kimeanza katika ujio wa kwanza, si ndio? Na kitafululiza mpaka ujio wa pili, si ndio? Kimeanza kwa huu wakati tuliopo huu, yani hizi ndo siku za mwisho. Ni kipindi ambacho kimeanza tangu ujio wa kwanza wa Kristo mpaka kinafululiza mpaka ujio wa pili wa nani? Wa Kristo, si ndio? Kwa kilele cha siku ya mwisho ni ujio wa pili wa nani? Wa Kristo, si ndio? Sasa katika hicho kipindi, si ndio? Katika hicho kipindi kitu gani ambacho kitatokea? Kitu gani ambacho kitatokea? Kazi ya Kristo Yesu msalabani, sawa, ita made possible, itafanya iwezekane Mungu kufanya makazi yake ndani ya mwanadamu. Ana kazi kamilifu ya Kristo Yesu itafanya iwezekane Mungu kufanya makazi ndani ya mwanadamu. Unaona? Kwa mauti ya Kristo na ufufuko wake umedili kwanza na hali ya kutokuamini kwa mwanadamu. Mauti na ufufuko wa Kristo, au tunaweza tukacompare tukasema ujio wa Kristo umeshughulika na hali ya kutokuamini ya mwanadamu, hivyo ikafanya iwezekane Mungu hufanya makazi ndani ya mwanadamu. Kwa nini ilikuwa ni ngumu Mungu kufanya makazi ndani ya mwanadamu? Disbelief, hali ya kutokuamini. Ujio wa Yesu umeshughulika na kitu gani? Umeshughulika na hali ya kutokuamini.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda sawasawa? Tunaenda sawasawa? Okay. So kwa mauti ya Kristo na ufufuko wake umefanya iwezekane Kristo Mungu kufanya makazi ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na kumbuka ya kwamba hawa watu sasa ambao wanazaliwa, ambao ni taifa jipya, si ndio, kulingana na ahadi ya Ibrahim, si ndio, ambao ni wainjilisti sasa wa Mungu katika huu ulimwengu uliopotea, si ndio? Tunaona ya kwamba tunaona ya kwamba Mungu sasa atatekeleza au atacarry out au atatimiza mpango wake kupitia hao. Unaona? Kwa first wanaamini, si ndiye, katika kazi ya msalaba, si ndiye? Wakiamini katika kazi ya msalaba wanapokea remission of sin, si ndiye? Ondoleo la dhambi zao, si ndiye? Wakipokea ondoleo la dhambi zao wanazaliwa upya, wanakuwa wana wa ufalme wa Mungu. Unaelewa? Kutokea hapo wanaangalia kuyatimiza mapenzi ya Mungu katika ulimwengu. Sasa kwa mauti ya Kristo na ufufuko wake umefanya iwezekane Mungu kufanya makazi ndani ya watu wake, ili yeye Mungu atimize mpango wake kupitia hao watu. Tuna move pamoja? Sawa. Kwa ahadi ya kumwagwa kwa Roho ilisubiri kutukuzwa kwa Kristo. Sasa nisikieni kwa makini, the evidence, uthibitisho, si ndio, uthibitisho wa utimilifu wa kazi ambayo Kristo alikuja kuifanya ni kutukuzwa kwa Kristo. Sawa? Uthibitisho wa utimilifu wa kazi ambayo Kristo alikuja kuifanya ni kuketishwa kwa Kristo. Na kuketishwa kwa Kristo maana yake ni nini? Mamlaka yote mbinguni na duniani. Tenda sasa. Kwa hiyo ikiwa Kristo amekwisha kuketishwa, sawa, maana yake tunakipokea kipawa cha Roho kutoka kwa Kristo. Tunakipokea kipawa cha Roho kutoka kwa Kristo. Tutakavyokuja kufika kwenye sura ya pili tutaona Petro anasema ya kwamba Mungu amemfanya huyo Yesu kuwa Bwana na Kristo. Unaona? Na ndiye ambaye amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa. Kwa ni kama vile kuketishwa kwa Kristo kumekuwa msingi wa kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Tulisoma kwenye kile kitabu cha Yohana tukiwa kwenye kempu, kwa wale tunaokumbuka. Tulisoma kwenye sura ya 14, Yesu anasema nitamwomba Baba atawapa msaidizi mwingine, si ndiye? Tunakuja kwenye sura ya 14 mwishoni, si ndiye? Ni ya 14 mwishoni au ni ya 15? Yesu Kristo anasema kwamba Baba atampeleka kwa jina langu, si ndiye? Ukija kwenye sura ya 16 tunaona Yesu anasema kwamba nitampeleka kwenu. Unaona? Kwa ni kama vile Yesu alikuwa anawafundisha wanafunzi wake hatua kwa hatua nini kitatokea. Umenielewa? Yes. Kwa Kristo akiisha kutukuzwa, akiisha kuketishwa mkono wa kuume wa Baba, alipokea na kile kipawa cha Roho. Aliipokea ile ahadi ya Baba ambayo Mungu aliiahidi tangu zamani au tangu mwanzo. Unaelewa? Kwa alipokipokea kile kipawa alifanyeje? Akakimwaga. Ndio tunakuja kukutana na siku ya Pentekoste ambayo tutaiona hapo mbele. Hapo tumeenda sawasawa? Tumeenda sawasawa? Sasa mnikumbushe kwa sehemu maeneo ambayo yanaonyesha prophecy
za ujio wa Roho au ahadi ya Roho. Nikumbusheni chapuchapu. Yoeli sura ya ngapi? Ndugu mtumishi, kwa Yoeli sura ya pili kuanzia mstari wa 28, si ndiye? Eneo jingine ambalo linaonyesha ahadi ya ujio wa Roho, ahadi ya kumwagwa kwa Roho. Eneo jingine eneo jingine, hizo mnatakiwa mzitaje tu chapuchapu hapo eti. Maana nakumbuka kuna siku mlikuwa mnazisoma hapa na mwalimu Kelvin. Ezekiel ngapi? Ezekiel ngapi? Mmesahau? Ezekiel 36 kuanzia mstari ule wa 25, si ndiye? Eneo jingine, Zekaria ngapi? 12 mstari wa ngapi? Wa 10, si ndiye? Eneo lingine mnazitaja, mnazikumbuka, lakini mistari mnasahauje? Sawa, sasa niwape kama assignment, sawa? Baadaye tukija mtaniambia, sawa? Tutaenda kutafuta na zile prophecy kwenye kitabu cha Isaiah, sawa? Yes, mtakuja mtanitajia zote katika mpangilio mzuri, si ndiye? Na mtakuwa mnaniambia aspect kabisa, si ndiye? Kwamba hapa Roho anatajwa kuja kwa dhumuni hili. Maana yake ninachokitaka ni kwamba mkasome. Tunaelewana? Yes, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo imeelezwa kwa Yoeli inaonyeshwa na madhumuni yake. Namna ambavyo imeelezwa kwa Ezekiel imeelezwa kabisa na madhumuni yake. Namna ambavyo imeelezwa kwa Isaya imeelezwa na madhumuni yake. Kwa Zekaria imeelezwa na madhumuni yake. Sawa? Sawa, mkija mtaniambia na madhumuni hayo, si ndio? Yes, Roho Mtakatifu Yesu Kristo hapo anamuita roho wa nini? Wa ahadi au ahadi ya Baba, ile ambayo walisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Tunaenda sawasawa? Sasa role ya ubatizo wa Yohana mtanispea kidogo, tutakuja kuijadili mbeleni kidogo kwenye mistari kidogo ya mbele, sawa? Sasa hivi tuiache kwanza, ila kuna umuhimu mkubwa wa kuelewa ubatizo wa Yohana kama basis ya kuelewa ubatizo wa Roho Mtakatifu, si ndiye? Kwa tunavyokuja kusoma huko mbele, tutagusia ubatizo wa Yohana, tutagusia baadaye na hizo nini prophecy, kwa sababu hizo ndo basis zetu katika kustudy about kubatizwa katika Roho Mtakatifu, si ndiye? Ndo zina save kama our background. Takuwa mmenipata Mmenipata Good. Haya. Ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Mstari wa 6 tuendelee. Mstari wa 6 anasema, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Nani anaweza akanisaidia kufafanua hilo swali?
Kumbuka kwenye ufahamu wako mstari wa 3 aliwadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40. Angalia, na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Yaani hiyo iwepo kwenye nini? Kwenye ufahamu wako, sawa? Alafu mje mnisaidie kuinterpret hili swali. Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? What does it mean? Hili swali lilikuwa linalenga kitu gani? Ehe. Ehe. Aha. Aha. Kwa konsani ya Alex ni kwamba tuna background ya hawa wanafunzi ni wazito sana wa kuelewa kwamba hawakuelewa pia, si ndio? Anyway, kwa hapa swali la wanafunzi wanamuuliza Yesu kwamba wakamuuliza akisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Ni swali ambalo tunaweza tukaliona simple, lakini ni critical question. Sawa? Ni critical question. Maana kumbuka wamekuwa na mlolongo wa mafundisho kwa habari ya ufalme wa Mungu. Sawa? Na mlolongo huu wa mafundisho mtakumbuka ya kwamba haujaanzia hapa. Maandiko yanasema ya kwamba tangu wakati huo alianza kufundisha akisema ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo Yesu hajabadilisha topiki yake. Tangu siku alipoanza huduma ya hadhara anafundishaga ufalme wa Mungu. Amefululiza na hiyo topiki yake, ameifundisha na kuifundisha na kuifundisha na kuifundisha. Ametumia mifano, ametumia kila kitu, ameonyesha kabisa na mfano kwa kufa na kufufuka, si ndiye? Anawatokea wanafunzi wake siku 40, majira tofauti tofauti, nyakati tofauti tofauti, anawadhihirishia kwamba yu hai, akiwafundisha mambo ya ufalme wa Mungu. Swali la wanafunzi ni kwamba, je, wakati huu ndipo unawarudishia Israeli ufalme? Can you see? Alafu angalia jibu la Yesu ili likushangaze vizuri. Jibu la Yesu akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Hebu niambieni, nitafsirieni hilo jibu. Tafsiri ya hilo jibu ni nini? Ukaniuliza swali, mwalimu, kwa mwalimu Kevin atarudi saa ngapi? Mbona hatumuoni ukumbini? Nikakwambia sio kazi yako kujua. Maana yake ni nini? Okay, kuna utofauti gani ukaniuliza, mwalimu Kevin atarudi ukumbini saa ngapi? Nikakwambia atarudi tena. Na nikakujibu si kazi yako kujua. Kuna utofauti gani? Angalieni. Maana yake atakuja, lakini sio kazi yako kujua atakuja saa ngapi. Concentrate na hichi ambacho unataka kukifanya sasa hivi. Si ndiye? Yani okay. Sasa huo ulikuwa ni mfano. Njoni angalieni swali la wanafunzi. Swali la wanafunzi ni kwamba, je, Bwana, wakati huu ndipo unawarudishia Israeli ufalme? Si ndiye?
wakati huu ndipo unawarudishia Israeli ufalme? Mstari wa 7 akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Maana yake ni kusema ya kwamba hilo jambo lipo katika mamlaka ya Mungu mwenyewe. Kuliuliza ni kuquestion the sovereignty of God. Na ukiangalia ukweli wa manabii na hata mitume, hauruhusiwi yani hautakiwi kuquestion sovereignty of God. Bwana asifiwe sana. Yani ni ignorant au ni childish, sawa, kuanza kuquestion ya kwamba kwa nini Mungu aliniumba mimi mwanaume? Yani kwa nini uniumbe mimi mwanaume? It's ignorant or it is childish. Yani kuna mambo mawili, ni ujinga au ni utoto unakusumbua. Unaona? This guy is sovereignty. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena sasa kwa anawaambia wanafunzi ya kwamba si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kuja kwa Yesu ilikuwa ni sawasawa na vile ambavyo Mungu alifanyeje, alipokusudia. Mtume Paulo anasema ulipowadia utimilifu wa wakati. Unaona? Unaona? Yes. Kurudi kwa Yesu, Yesu anasema kwamba ni Baba ndiye ambaye anafanyeje, anajua. Maana yake ni Mungu mwenyewe ndiye ambaye ameliplan, na ni Mungu mwenyewe ndiye ambaye atafanyeje, make it to happen. Sio, unanielewa? Kwa hayo yote yako katika God's own sovereignty. Hayafungwi, nisikieni kwa makini, hayafungwi na muda wa kibinadamu. Unaona? Yes, yani hayako bound na nini? Hayako limited na muda. Unaelewa? Yapo katika mamlaka ya Baba. Kwenda sasa. Sasa kwa nini hili swala la wanafunzi wa Yesu? Hii ni response ya wanafunzi kufuatia mafundisho ya ufalme ambayo Yesu amewafundisha. Ukiangalia katika Torati na manabii, utagundua ya kwamba Torati na manabii zinazungumza ujio wa Mesaya, zinaonesha zinazungumza ujio wa Mesaya pamoja na restoration of Israel. Sawa? Labda ngoja tuikompliketishe kidogo. Ukiangalia katika Torati na manabii, si ndiye, utaona restoration of Israel sawa inaenda sambamba na kuhukumiwa kwa mataifa. Nikisema restoration maana yake kurejeshwa, sawa? Urejesho wa taifa la Israel unafuatiwa na kuhukumiwa kwa taifa la Israel, ambazo hizi zote mbili ziko under control ya ujio wa Mesaya, si ndiye? Kwa ujio wa Mesaya uta bring about restoration ya Israel pamoja na nini, na kuhukumiwa kwa nini, kwa mataifa, si ndiye? Lakini sasa tunapoitafsiri ni kwamba Israel maana yake wanaomwabudu Mungu wa kweli, si ndiye? Alafu mataifa wasiomwabudu Mungu wa kweli, si ndiye? Kwa watahukumiwa wasiomwabudu Mungu wa kweli, watakuwa restored wale wanaomwabudu Mungu wa kweli, si ndiye? Sasa mnisikie kwa makini, si ndiye? Wala usijali, nitaiweka tu vizuri. Tutatumia lugha nzuri tu ambayo utanielewa. Wakati huu taifa tu lenyewe la Israel lipo katika utawanyiko. Sawa? Lipo katika nini? Katika utawanyiko. Na kumbuka, kulingana na kile ambacho Musa alikifundisha, kuwepo katika hali ya utawanyiko ilikuwa ina signify kitu gani? Dhambi ambayo ili bring what? God's judgment, si ndiye? Kwa utawanyiko ulikuwa una refer God's judgment, si ndiye? Kwa Yesu anavyokuja taifa la Israeli lipo katika hali ya utawanyiko, na tena liko katika other nation oppression, liko katika
uonevu wa mataifa mengine au kugandamizwa na mataifa mengine, inadhihirisha wazi ya kwamba taifa la Israeli bado lilikuwa under God's what? Judgment. Nielewa? Under God's what? Judgment. Umenielewa? Sasa ujio wa Masihi ulitakiwa ulete restoration. Sawa? Ulitabiriwa kwamba utakuja na restoration ya nini? Ya taifa la Israel. Umeelewa? Ndio maana wengi sana wakati ule, kwa kuwa hawakuelewa kile ambacho Masihi atakuja kukifanya kwamba kitakuwa ni spiritual, sawa? Unanisikia? Ndio maana walimchukulia walimfikiri Masihi kama a political Messiah, kama Masihi wa kisiasa. Naelewa? Walimtafsiri Kristo kama Masihi wa nini? Wa kisiasa. Unaelewa? Lakini Yesu anawafundisha wanafunzi wake siri ya ufalme wa Mungu, anawaeleza habari ya kuteswa kwake, kufa kwake na kufufuka kwake. Unaelewa? Kama a way ambavyo Mungu ameuanzisha tena ufalme wake. Sasa huku kuanzishwa kwa huu ufalme, bila shaka mwishoni kutaleta urejesho wa taifa la Mungu Israeli. Wanafunzi wana question, ni wakati huu? Yesu anawaambia concentrate katika mission niliyowapa. Sio kazi yenu kujua majira wala nyakati, bali mtapokea nguvu. Angalia anawajibuje, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Yesu maana yake anamaanisha this is not yet the time. Sawa? Ufalme wa Mungu umeanza katika ujio wa kwanza wa nani? Wa Mwokozi, lakini haujafikia utimilifu wake. Si ndiye? Mnakumbuka concept ya yet and not yet? Mnakumbuka concept ya yet and not yet? Yes, kwa umeanza katika ujio wa kwanza wa Mwokozi na utaproceed mpaka utimilifu wake katika ujio wa pili wa nani? Wa Mwokozi. Baada ya ujio wa pili, hapo ndo tutaona the full realization ya the God's kingdom. Sawa? Maana yake tunatafsiri swali la wanafunzi katika perspective ya God's kingdom. Is there somebody ambaye ananielewa? Mnanielewa? Sawa? Kwa hiyo unapokuwa kwenye study zako, nisikie kwa makini afu utaniulize, unapokuwa kwenye study zako ukiwa unasoma Torati na Manabii, unaposoma ufalme wa Israeli, sawa, usome katika context ya God's kingdom. Usome katika context ya nini? Ya God's kingdom. Na hata tunavyosoma God's kingdom kutokea katika Torati na Manabii, tutaiona tunaposoma the Israel's kingdom. Si ndiye? Si kama nitakuwa nimewachanganya au nimewaelewesha. Yaani, kwa mfano wakati huu nikasema kwamba tujifunze ufalme wa Mungu. Si ndiye? Nikirudi kusoma ufalme wa Mungu katika Torati na Manabii, nitauona kupitia taifa la Israeli. Kwa sababu kama mtakumbuka, labda niwakumbushe mambo machache. Kama mtakumbuka, hea rabasoko tale egenemushe feleta